Lakini sasa akinifuata naweza nikapigana nao kwa sababu najua hakuna kitu alichokifanya hapa. Yaani changamoto itatuliwe kwa haraka sana. Tunalipa kodi kila siku kana kwamba ni watu ambao tunapishana kama watu wote tuna vyombo vya moto. Inaweza ikatokea ajali. Kama unavyoona hapo bajaji zinaingia ndani ya maji kama mitumbwi hivi. So sisi tu hata magari tunavuta hapa magari. Hii ni barabara ya Mwalo wa Kibilizi, barabara inayotajwa kuwa na watumiaji wengi kabisa, kwani inaunganisha maeneo ya Kigoma mjini lakini kuelekea Kibirizi. Kadhalika inapita katika bandari ya Kibirizi, bandari inayotumiwa kusafirisha mizigo kutoka katika maeneo mbalimbali hapa Tanzania, lakini kuelekea katika nchi za jirani zikiwemo Kongo na Burundi. Barabara hii inatajwa kuwa changamoto kwa watumiaji wake kama hapa wanavyobainisha. Kwa majina yangu naitwa Ezekiel John Mpiruka, ni mkazi wa Kigoma. Hali hii kweli ni changamoto kama mtumiaji wa chombo cha moto katika barabara hii. Kila siku ni lazima uende service, lakini pia kama unavyoona hata magari nayo ni changamoto. Wanatafuta barabara namna gani wanavyoweza kutokelezea, wanapoingia kutokelezea kule ng'ambo ni maji, ni madimbwi, ni matope. Kwa hiyo ni changamoto kweli kweli. Mimi kwa jina naitwa Hasani Asmani Msimbalufu. Changamoto nimekutana nayo ni baada ya kukuta barabara imechimbuka, lakini la pili tena tunatembea kwa shida, lakini huku ambako kwenye hawatujali ndio ni mapato yanapatikana huku. Kuna mwalo hapo wa Kibirizi. Kwa hiyo changamoto imekuwa ni ngumu sana. Kwa jina naitwa Hamisi Idi, mkazi wa Kibirizi, mwathirika wa hii barabara na mtumiaji wa hii barabara. Kwanza hii barabara ni muhimu sana, ndio inaunganisha bandari ya Kibirizi na vitongoji vingine. Kiukweli kama mtumiaji wa hii barabara na mwendeshaji wa chombo cha moto, kwanza chombo cha moto ni hatari sana kwa haya maji. Yanatuharibia injini, umeona. Kiufupi tunahangaika sana kupitia na tunadondoka na abiria kama bodaboda, na hakuna jitihada zozote za serikali ambazo zishachukua isipokuwa ni kujitolea kwa sisi wananchi. Ndio tunapitia, tunachukua lori la michanga, tuna kodi, tunachangishwa 1,000, lakini hata hivyo bado changamoto ni ile ile. Baada ya wananchi kueleza hayo, pia wametumia kamera hii kupaza kilio chao kwa serikali. Kwa majina naitwa Dogo Fidel Kichochi alimaarufu Fuso. Ni muendesha bajaji katika maeneo haya ya Kibirizi. Niwaambie serikali jamani, wajaribu kuliangalia hili swala kwa hali na mali, kwa sababu vyombo vinavyopita hapa nina imani kubwa sana ni walipa kodi, na shughuli hii nafikiri ni ya TARURA. Nirudie kidogo awali, kuna kiongozi mmoja mwenyekiti wa mtaa huu wa Kibirizi B alijaribu kufanya kitu hapa cha kuweza kuweka kifusi, lakini kwa taarifa ninazozisikia, lakini sio rasmi, ninazozisikia kwamba alikatazwa na mamlaka husika kwamba asiweke kifusi, kwamba wao watakuja kurekebisha, lakini tokea wakati huo tunaenda mwezi wa pili, lakini hatuoni chochote kinachofanyika kwenye barabara yetu. Mimi kwa jina naitwa Steven John Maganga, natokea mkazi wa Bungu, mtaa wa Mwenge. Hii njia inatusumbua yaani mno. Umeona? Kwa mimi ninachokiomba kimoja, sina lingine la kuongea zaidi kubwa, naomba tu ile swala hili kiukweli ili ni furahi na mimi nafsi yangu nilizike. Na mimi nafanya kazi ya nini? Kazi ya barabarani. Umeona, napata riziki. Kupita hapa napata shida, lakini pakiwa vizuri. Hata kama wakinijia nataka ile tiwala ile kodi si nini si natoa vizuri. Lakini sasa akinifuata naweza nikapigana nao kwa sababu najua hakuna kitu alichokifanya hapa. Jina langu naitwa Kashindi Kiza Juma. Ni mzaliwa wa hapa Kibirizi, kata Kibirizi. Ninaiomba sana serikali ya manispaa, viongozi wa manispaa waje kutembelea eneo hili, wagundue kwamba hata linaweza ikatokea, ajali inaweza kutokea. Kama mnavyoona, tunapishana na vyombo vya moto katika njia ambayo sio sahihi kwa kanuni ya barabara. Barabara ina watu ambao kwa kanuni ya barabara kwamba mtembea kwa miguu anayo nafasi yake ya kupita eneo lake,
lakini pia chombo cha moto kinao nafasi ya kupita eneo lake, lakini tunapishana. Sasa hii ni ajali, ni ajali. Bodaboda inaweza kukuangukia, bajaji inaweza kukuangukia, gari inaweza kukuangukia. Sasa je, ina maana serikali itakuja kuhusika baada ya kuwa watu wamefariki? Mtazamaji wa Kikora Media, kutoka hapa katika barabara ya Mwalo wa Kibilizi, mimi ni William Kasanga, nyuma ya kamera ni Stefano Piusi.